Naam, asante Salma Shabani kwa habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuwekeza katika ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya michezo kwa lengo la kuifanya Zanzibar kuwa kituo maalum cha utalii wa michezo kitaifa na kimataifa. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo leo tarehe Januari mosi mwaka 2025 aliposhiriki bonanza la 16 la mazoezi ya viungo lililoandaliwa na Chama cha Mazoezi ya Viungo Zanzibar ZABESA lililofanyika katika uwanja wa New Amani Complex mkoa wa Mjini Magharibi. Bonanza hilo limehusisha vikundi 165 vya mazoezi kutoka vilabu 25 vya Pemba, 100 vya Unguja na 40 kutoka Tanzania bara, likiwa na washiriki zaidi ya 500. Amesema mazoezi ya viungo ni nguzo muhimu ya afya ya mwili na akili na husaidia kuongeza kinga dhidi ya magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Rais Dr. Mwinyi ameanza kushiriki michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, volleyball, riadha pamoja na michezo ya asili ya kiutamaduni ili kuimarisha afya zao. Ameeleza pia kuwa serikali itaendelea kuhimiza mabonanza, matukio ya michezo, ligi na mashindano ya kitaifa na kimataifa ili kuongeza mvuto wa utalii wa michezo Zanzibar. Mwaka huu tunaadhimisha miaka 62 ya Mapinduzi, ambapo bonanza hili la leo ni miongoni mwa shamra za sherehe hizo. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wananchi kwa kushiriki katika matukio mbalimbali yakiwemo ya matamasha, uzinduzi na uwekaji wa mawe ya msingi katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Hakika mmeonyesha uzalendo mkubwa kwa kuthamini malengo ya waasisi wa nchi yetu wa kufanya mapinduzi ya mwaka 1964. Napenda kutumia fursa hii kutoa msisitizo maalum juu ya umuhimu wa kushiriki na kuendeleza michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, riadha, michezo ya majini pamoja na michezo ya asili. Serikali itaendelea kuhimiza kuanzishwa na kuendelezwa kwa mabonanza, ligi na matukio ya michezo yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa ili Zanzibar iwe kituo muhimu cha utalii wa michezo katika ukanda huu. Kwamba uongozi wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini TPBRC umetoa wito kwa wadau na wanachama wanaofanya kazi za kamisheni hiyo kufuata sheria na taratibu zilizowekwa pindi wanapotekeleza majukumu yao ili kuepusha sintofahamu zinazoweza kujitokeza kwa kutokufanya hivyo. Tupate taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na kaimu katibu mkuu wa kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini TPBRC Nsajigwa Gordon alipozungumza na Channel 10 Michezo, ambayo ilitaka kufahamu msimamo wa TPBRC kufuatia chama cha wakuzaji kutaka kusitishwa kwa mchakato wa rasimu ya katiba mpya itakayoongoza mchezo wa masumbwi nchini. Tumekuwa tukiwaasa, moja ni kufuata taratibu na kanuni ambazo zipo, lakini misingi ya sheria ya kanuni za serikali. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaita na tukiongea nao. Sasa tunapata shaka na tunapata shida kuona wale watu ambao tunaongea nao mara kwa mara, na tumekuwa kamisheni ambayo tunafikika kirahisi, tunawakaribisha kila wakati, lakini sasa ndio maana nasema inawezekana wana ajenda zao ambazo sio ambazo zile wamezisema, lakini bado tunawakaribisha. Sasa umesema tuwaase, nafikiri wanafahamu kwamba madhara au consequence ya kutofuata taratibu yatakuwa nini. Lakini kama commission tunasema tunajenga nyumba moja, kwa hiyo kama wanahisi wana maoni, wana chochote, bado tuwakaribishe na waendelee kufuata taratibu na kanuni. Sio chama cha mapromota tu, vyama vyote ambavyo viko chini ya commission, kwa kuwa ni wajibu wao. Yani hilo sio ombi kwa kufuata hizo taratibu, na wanajua wasipofuata hizo taratibu basi kuna, kwa mujibu wa taratibu tulizonazo, tunaweza tukachukuliana hatua. Sambamba na hilo, Nsajigwa amesema kamisheni imesikitishwa na kitendo kilichofanywa na chama cha wakuzaji na kuwataka kufuata taratibu. Ni mwezi mmoja tangu tumekaa kile kikao mpaka sasa. Kwa hiyo na sisi tumeshangazwa na kuona hiyo place ya wanachama wetu, kwa sababu chama cha mapromota ni wanachama wetu. Kama waliona kuna mapungufu na wao walihusika kwenye kujadili na kutoa maoni, tulitegemea sasa hayo maoni ndani ya mwezi mmoja, kwa kuwa tujaisajili, watuletee ama tuje tukae nao mezani watuambie. Sasa sijajua kuitisha place ndio ilikuwa namna yao ya kutoa maoni ama walikuwa na agenda nyingine. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10.
Asante Juma Abdurahmani, shabiki wa timu mbalimbali kwa taarifa hiyo. Turejee Zanzibar ambapo msemaji wa shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar Mohamed Kabawanga na kocha wa timu ya Mlandege Sabri China wamesema hatua ya benki ya NMB kudhamini kwa kitita kirefu cha udhamini wa mashindano ya Mapinduzi Cup ni hatua kubwa ya mapinduzi ya ukombozi wa soka la Zanzibar. Tupate undani wa taarifa hiyo. Msemaji huyo wa shirikisho la soka Zanzibar Mohamed Kabawanga amesema hatua ya NMB kuichukua ligi hiyo ya Mapinduzi imetoa changamoto kwa kamati kuyatangaza mashindano hayo, kuvutia mashabiki na kuongeza hamasa kwa wachezaji. Akizungumzia mashindano ya NMB Mapinduzi Cup 2026, Kabawanga amesema mashindano hayo yamezidi hamasa kutokana na kila timu ikitaka kuandika historia ya kulibeba kombe hilo kwa mara ya kwanza. Timu zitacheza kwa nguvu zao zote kwa sababu siku wanajua kwamba kila hatua kuna mzigo wa kutosha, kuna fedha, lakini kuna ile kuweka historia kwa mara ya kwanza kwamba tokea ingie mwekezaji mimi ndo nakwenda kuwa bingwa wa kwanza katika mashindano ya NMB Mapinduzi Cup. Hilo ni moja, lakini jingine ni kwamba tulivyoanza msimu huu tunaweza tukatofautisha na msimu uliopita. Kwanza hata muamko wenyewe unaonekana kwamba safari hii muamko utakuwa ni mkubwa zaidi. Katika mechi za awali kuona watu kwa idadi ambao wameingia kiwanjani, sisi inatupa faraja kwa sababu bado tuna mechi kubwa zaidi ambazo zinachezwa hapa, zitakuja kuchezwa hapa. Maana yake ni kwamba bado mashindano yako moto kweli. Kocha wa timu ya Mlandege Sabri China kwa upande wake amesema sasa ni wakati wa kamati ya mashindano kukaa na mdhamini kuona namna ya kuongeza ushiriki wa timu toka nje ya Tanzania. Ligi ya safari ni nzuri kwa sababu imeongezeka na fedha nyingi sasa. Sababu inakuwa ligi ni nzuri na tunawaomba tena wazidi kuzitangaza hii Zanzibar yetu na timu nyingine mbalimbali zije kwa wingi, tupate pia changamoto katika mpira wetu na ligi yetu ya Mapinduzi ya 2025-2026. Juma Kasim, Channel 10 Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo kutoka Zanzibar. Tuelekee kule Lindi ambapo serikali wilayani Kilwa mkoa wa Lindi imewasa vijana nchini kuitumia michezo na mikusanyiko mbalimbali kuhamasisha wananchi kudumisha amani badala ya kutumia mikusanyiko hiyo kama sehemu ya kuchochea vurugu zinazoweza kuhatarisha amani ya nchi. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza baada ya kumalizika kwa mbio hizo zilizopewa jina la Samia Marathon zilizopitia katika maeneo mbalimbali ya Nangulukulu, katibu tawala wilaya ya Kilwa Yusuf Mwinyi amesema mbio hizo zinaunga mkono dhamira ya dhati ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kuienzi, kuilinda na kuitunza amani ya nchi ili isipotee. Kwa hiyo tumebeba ujumbe wa amani katika tamasha letu hili la Samia Marathon. Bendera yetu ni dumisha amani na vijana wasishaushike na namna yote ile na waepuke viashiria vyovyote vile ambavyo vitapelekea kuvunjika kwa amani. Wamependa kuita jina hili la Samia Marathon na wako hapa na ujumbe wa amani. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilwa Mohamed Ndatanda amesema halmashauri itaendelea kuwaunga mkono vijana kupitia Samia Marathon ikiwa ni njia mojawapo ya kuwaondoa katika fikra potofu na ushawishi kutoka kwa watu wachache wasiolitakia mema taifa la Tanzania. Na aina ya vijana hii ndio ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawahitaji. Kujitambua na kujua kwamba haki yako wewe kama Mtanzania, kama kijana, kwanza kulinda amani ya nchi yako, lakini pili kushiriki katika shughuli halali za kukuingizia kipato katika kujenga uchumi wa taifa letu. Tunafahamu katika taifa letu wako baadhi ya watu wasiokuwa na nia nzuri na taifa. Kuna wakati wanatumia vijana kuwashawishi katika kujaribu kubomoa amani ya nchi yetu. Sasa nyinyi kama vijana mnaojitambua, muwe mfano wa vijana wengine katika wilaya zingine, mikoa, kwa taifa na taifa kwa ujumla, kwamba sote tuhubiri amani ya nchi yetu, kwa sababu amani ikipatikana na mambo mengine mazuri yanapatikana. Mheshimiwa Asneni Gulomabasi Deuji anasema vijana tuendelee kutunza amani iliyopo. Ameandaa jezi za kutosha, mipira ya kutosha, lakini vile vile ataanzisha programu maalum ya kuibua vipaji. Baadhi ya vijana walioshiriki katika mbio hizo walikuwa na haya ya kusema. Tumeenjoy, tumeweka mwili safi, tumekutana na viongozi mbalimbali, tumekutana na wanajogi wenzetu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Mwili wetu tunakuwa tu fiti,
tunaepukana na maradhi madogo madogo, tunaepukana na sukari, pressure. Sisi tunapofanya jogging tunakuwa na mambo mengi ya kufanya. Kwanza tunatengeneza ushirikiano, mshikamano, umoja. Sisi ni wamoja sana, lakini pia tunafungua njia za kiuchumi. Mbio hizo zilishuhudia viongozi mbalimbali wa serikali, wadau na vilabu 9 vya mbio za pole wakikimbia zaidi ya kilomita 5 katika maeneo mbalimbali, huku kauli mbiu ikisema vijana ni wajibu wetu kulinda amani ya nchi yetu, tusipotoshwe. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Taarifa ya Ahmad Nandonde kutoka kule Lindi inatuwekea nukta kubwa kwenye habari za kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Karibu katika habari za michezo kimataifa, na tutakwenda kuangazia yaliyojiri katika maeneo mbalimbali. Tukianza barani Afrika, shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza rasmi ratiba ya mechi za hatua ya mtoano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025, mashindano yanayoendelea nchini Morocco baada ya kukamilika kwa hatua ya makundi. Hatua hii ya mtoano inatarajiwa kuchezwa kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 6 Januari 2026 katika viwanja mbalimbali nchini Morocco. Mataifa makubwa ya soka barani Afrika yataingia uwanjani kupigania nafasi ya kutinga hatua robo fainali, huku mashabiki wakitarajia ushindani mkali na burudani ya viwango vya juu. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, michezo ya kwanza itapigwa siku ya Jumamosi Januari 3, ambapo Senegal maarufu kama Simba wa Teranga watavaana na Sudan, huku Mali wakipimana nguvu na mabingwa wa Afrika wa mwaka 2004 Tunisia. Siku ya Jumapili Januari 4, wenyeji wa mashindano Morocco wanaojulikana kama Simba wa milima ya Atlas watakutana na Tanzania Taifa Stars katika pambano linalotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Katika mchezo mwingine siku hiyo, Afrika Kusini Bafana Bafana watapambana na mabingwa mara 5 wa Afrika Cameroon, Simba wasioshindika. Jumatatu ya Januari 5 kutakuwa na michezo miwili ambapo mabingwa mara 7 wa Afrika Misri watachuana na Benin, wakati Nigeria watacheza dhidi ya Msumbiji. Hatua hiyo itahitimishwa Jumanne Januari 6 kwa michezo miwili pia. Algeria, Mbweha wa Jangwani, watakabiliana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mchezo unaotajwa kwa miongoni mwa michezo migumu zaidi katika hatua hii, huku mabingwa watetezi Ivory Coast, Tembo wa Afrika, wakifunga dimba dhidi ya majirani zao Burkina Faso, Burkinabe. Kwingineko, klabu ya Chelsea imethibitisha rasmi kuachana na kocha wake Enzo Maresca kabla ya mchezo Jumapili dhidi ya Manchester City. Safari ya Maresca miezi 18 ndani ya Chelsea imefikia tamati baada ya matokeo yasiyoridhisha, ambapo amefanikiwa kushinda mechi moja pekee kati ya 7 za hivi karibuni za ligi kuu ya Uingereza, hali iliyoacha Chelsea ikiwa nafasi ya 5 kwenye msimamo wa ligi. Shinikizo kwa kocha huyo mwenye umri wa miaka 45 liliongezeka Jumanne usiku baada ya Chelsea kutoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Bournemouth katika uwanja wa Stamford Bridge. Mashabiki walionyeshwa kutoridhika kwao kwa kumzomea na kuimba nyimbo za hujui unachofanya, hasa baada ya uamuzi wake wa kumtoa nyota wa timu Cole Palmer. Katika taarifa rasmi, Chelsea haikutumia neno kufukuzwa kazi, bali ilieleza kuwa pande zote mbili zimeafikiana kwamba mabadiliko ya uongozi yataipa timu nafasi nzuri ya kurejesha mwelekeo wao wa msimu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, sababu kuu ya kuachana naye ni kuvunjika kwa mahusiano kati ya Maresca na uongozi wa klabu hiyo, huku kocha akionekana kuwa wazi zaidi hadharani katika kuonyesha kutoridhishwa kwake na uongozi wa Chelsea. Ni hayo tu katika michezo ya kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Asante Salum Pelembo kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa, na kufikia hapo hatuna ziada kwenye habari za michezo na burudani. Niendelee kukutakia heri ya mwaka mpya na ukae mwaka wa mafanikio, mwaka wa kupiga hatua kwako, usio mwaka wa kurudi nyuma na kutia huruma. Mimi ni Eden Bahati, golikipa wa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo haya kwa Salma Shabani kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.